akamfunika, utumbo ulikuwa nje. Akarudi mpaka kwa mamake mkubwa, akamwelekeza baba amekufa. Hawa tembo na binadamu wamekuwa tatizo kuua watu. Afika na mjumbe wangu wa serikali katoka hapa, mdogo wake alishakufa. Afika alizungumza mpaka tarehe 2 Mei Mosi ndo amezikwa. Ikawa hivyo hivyo. Ni wananchi waliopoteza ndugu zao kutokana na mwingiliano baina ya wanakijiji na mnyama mkubwa zaidi wa nchi kavu katika kijiji cha Mangae, wilaya ya Mvomero, mkoa wa Morogoro. Nyuma ya matukio haya kuna familia zilizosambaratika, watoto waliobaki yatima, wanawake wanaobaki wajane na wakulima waliokata tamaa ya kulima mazao walioyazoea tangu enzi na enzi. Katika makala haya maalum tutamulika na kusikia sauti za wananchi waliopoteza ndugu zao, lakini pia waliofanikiwa kujiokoa dhidi ya kifo na walioamua kubadili aina ya kilimo walichokizoea. Tutawasikia pia wataalamu kutoka mamlaka zinazohusika na usimamizi wa wanyama hao. Karibu Mangae kwa simulizi za maisha yaliyofunikwa na uvamizi wa tembo. Mwandaji na msimulizi wa makala haya, jina langu ni Adam Maruma na mpiga picha ni Ayubu Migune. Esensia Cosmas Mgazi. Nimezaliwa kijiji cha Mangae, nimesomea Mangae na nimekulia Mangae, nimeolewa Mangae, nipo mpaka hivi sasa na watoto wangu 3. Ule zetu kilimo na matenga tunaweka barabarani, umo tunauzauza. Na tunapata riziki tunaishi. Mume wangu alikuwa mashambani, alipata umauti mishale ya saa 9 tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2020. Umauti ukamkuta. Mtoto wangu wa kiume akaenda kule pulini. Yule mnyama alivyomuua babangu, mume wangu, ndio mtoto akasema baba ameshafariki. Akavua fulana akamfunika, utumbo ulikuwa nje. Akarudi mpaka kwa mamake mkubwa, akamwelekeza baba amekufa. Pole sana. Halima Rajabu na mzaliwa wa Mangae hapa hapa. Kuingia mwaka 2013 mpaka 14 mpaka 15 kwa wengi, mpaka 16 ndio hata kulima kwenye watu wameacha kulima cha 16 ndio wakawa wengi mpaka wanaua watu. Mpaka hata huyo mume wangu amekufa tarehe huo mwaka huo 16. Hiyo kweli mume wangu alikuwa yupo asubuhi, alienda wapi? Mjini. Alivyosema aende mjini, alivyosema arudi sasa, akawa ameteremka hapa mapema tu. Sasa alivyosema aende kule shamba, sababu tunakaa shamba. Hasa alivyosema aje shamba kule, njiani sasa ndo akakutana na tembo. Na siku alipokufa hapo. Sasa alipokufa ilikuwa tarehe 1 Mei Mosi mpaka tarehe 2 Mei Mosi amezikwa. Kijiji cha Mangae, kama ilivyo kwa vijiji vingi nchini Tanzania, shughuli kubwa hapa ni kilimo cha mazao ya aina mbalimbali, ufugaji, uchimbaji madini pamoja na biashara ndogo ndogo, kwa kuwa kijiji hiki kimepitiwa na barabara kuu ya Morogoro Iringa. Simulizi ya wanawake hawa wawili ni ushuhuda wa namna changamoto ya tembo kuvamia kijiji chao kilivyoacha katika njia panda, wasijue uelekeo wao. Maumivu ya kupoteza vichwa vya familia, wasimamizi na waongoza njia ya mafanikio ya familia hizo hayaishii kwa wanawake hawa pekee waliobaki wajane. Kijana huyu amempoteza ndugu yake ambaye alishambuliwa na tembo na kufariki dunia na kumwacha mke na mtoto mwenye umri wa wiki moja tangu kuzaliwa kwake. Hali iliyompelekea mama huyo kuamua kurudi nyumbani kwao mkoani Mbeya kutokana na ugumu wa maisha wa kulea mtoto peke yake. Kwa majina naitwa Alfred Yusti, ni mkazi wa kijiji cha Mangae, kitongoji cha Shuleni.
Sisi Wanamangae tunajishughulisha na kilimo na kazi ndogo ndogo za ujasiriamali. Lakini swala la kilimo kidogo limeshuka kutokana na wanyama wakali kama tembo. Asubuhi tuliamka wote pamoja, sababu tunakaa kama familia pale nyumbani. Sasa kila mtu alikuwa na shughuli ya moja au nyingine pale nyumbani. Bahati nzuri au mbaya, mwenzetu alikuwa na kaka yake mwingine ambaye alifuatana naye, wakawa wanaelekea katika kujitafutia riziki. Sasa baada ya kwenda akiwa na pikipiki, tembo akatokea ghafla, akaivamia ile pikipiki. Wadogo zangu wote wawili wakawa wamekimbia. Sasa mmoja huyo ambaye Tresfoli alipata ajali ya tembo akakimbia peke yake, na yule tembo akamfuatilia na kumuua. Walikuwa naenda maeneo ya sehemu moja inaitwa Matulumla, wanaenda kuangalia. Kwa sasa shemeji yangu, kwa sababu alikuwa ni mtu wa Mbeya na tukasafirisha ipo kwao, na sisi tunaendelea kumhudumia kama shemeji yetu. Athari za uvamizi wa tembo hazijaishia kwenye kuvunja na kusambaratisha familia pekee, bali hata hali ya uchumi pia imeathirika. Lakini hapa Mangae maisha lazima yaendelee. Mzee huyu ambaye kwa miaka mingi amekuwa mkulima hodari wa zao la ndizi, anadai hawezi tena kulima zao hilo, kwani ni sawa na kukaribisha kifo, na anaeleza kuwa migomba huvutia tembo mara kwa mara, jambo lilomlazimu kuachana na kilimo hicho na kuanza kulima mazao yanayotambaa chini kama nyanya na tikiti, ili kuweza kuwaona tembo mapema wanapokuwa wamefika kijijini hapo. Kauli yake inaonyesha namna wananchi wanavyolazimika kubadili mila na utamaduni za uzalishaji mali, na hii si kwa hiari yao, bali kwa ajili ya kujiokoa na kuokoa maisha ya wananchi wengine. Kama nilivyosema mimi, mheshimiwa, mimi mwenyewe nilikuwa mkulima wa ndizi, na mimi mwenyewe ndio muhanga mkubwa sana wa tembo, sababu mpaka nizichimbua zile ndizi. Wale tembo walikuwa wanakuja mpaka saa hizi kwenye migomba, mchana saa 7, saa 8 wanaingia kwenye shamba la ndizi na kula. Kuwatoa ni shughuli, kwa sababu tembo akishaingia shamba kumtoa ni kazi, na ile migomba kama imetengeneza kama misitu, kwa hiyo wanakuja na kamli wanakula ndizi. Basi tukaona haina budi, tukaamua tuchimbue ndizi tupande mazao ya chini ili tuweze kuwaona kwa urahisi. Hiyo ndio shida. Ndizi zinakubali sana kwa kweli, lakini kuzilima sasa tunaogopa. Tembo anazipenda sana ndizi, ndio maana tunashinda kuzilima, lakini zinakubali sana. Mimi ndio naishi hapa, mimi hapa ndio kwangu, mimi ni mkulima na naishi hapa kwa sababu ya kulinda wanyama aina ya tembo, kwa sababu ya mazao yangu. Ila wakitokea wanatokeaga usiku kuanzia saa 2 wanatusumbua mpaka asubuhi saa 11, saa 10 wanaondoka. Ila wakitokea tunaweza tukamulika tochi au kawasha moto kaondoka. Ndio maisha tunaoishi hapa. Ulivamia banda langu, sasa ndio shughuli imeishia hapo. Sasa mimi nitakuwa sipo duniani kwa sababu ya mazao yangu, na siwezi kuacha, nitakula wapi? Na mimi ndio maisha yangu haya ya kilimo. Sina pa kwenda, ndio lazima nipambane kwa ajili ya kumlinda mnyama. Hatuna chochote zaidi ya tochi. Tochi tu ndo tunazitumia kwa ajili ya kumfukuza mnyama huyo. Ila kuna muda mwingine anazinda kabisa, sasa akiwa na njaa hawezi kaondoka. Na huwezi kumlinda, itabidi wewe utoke kumwachia shamba ile. Wewe kimbie, ya baki na kula shamba. Hatuna maisha mengine zaidi hayo. Sasa yani sasa tunasikiliza serikali itusaidie. Ili na sisi labda huku tutapata pumzi, tutalima tupate mafanikio. Maana kilimo ndio kila kitu, kilimo. Lakini si wakulima wote wamefanikiwa kujinusuru. Mama huyu anasimulia namna alivyokabiliana uso kwa uso na kifo akiwa shambani pamoja na mtoto wake mgongoni, dakika chache ambazo haziwezi kufutika katika maisha yake. Ni dhahiri kuwa hapa Mangae hata kwenda shambani na mtoto mgongoni si jambo la kawaida tena kama ilivyo katika maeneo mengi hapa nchini. Ni hatari inayoweza kubeba mwisho wa maisha ya mama na mtoto. Naenda shamba na wanangu, kwenye shughuli zangu. Nimetembea mara kidogo, tukaona kundi la tembo. Basi kaanza kurudi kukimbia.
chini na mtoto mgongoni na mimi chini. Niwahi kunyanyuka, mwenzangu nimemnyanyua tuondoke. Kidogo kugeuka, tembo huyu hapa, mimi na mtoto mgongoni, nakimbia. Nimezunguka kimti kidogo mara 3. Nikaona basi, nikanyosha. Nilivyonyosha nimepiga hatua 3, tembo kandaka, mimi chini. Kamdondokea mtoto, alikuwa huko, maana mtoto alizunguka akarudi kutufuata. Mtoto kalia, tembo kapiga kelele mara 3, nipo chini kifudifudi. Basi hapo mimi nikasali kumwomba Mungu. Kusali kumwomba Mungu mara kidogo, nikajisikia kama naelekezwa na nikajivuta hivi. Nijivuta kutumia tumbo. Nivuta mara 2 mara 3. Kama naambiwa na mtu hebu geuka, nimegeuka huku nyuma sijaona kitu. Endelea kugeuka, nikaenda kujificha. Kidogo mimi nikanyanyuka mimi mbele, sijaona tena. Kutokana na hali hiyo, kiongozi huyu wa kijiji anaamua kuvunja ukimya kwa kueleza idadi ya wananchi waliopoteza maisha, waliojeruhiwa na tembo, pamoja na namna uvamizi huu unavyozidi kudidimiza uchumi wa wananchi wa Mangae mwaka hadi mwaka. Lakini pia hawa tembo na binadamu imekuwa ni tatizo kuua watu. Afika na mjumbe wangu wa serikali katoka hapa, mdogo wake alishakufa. Afika alizungumzia hilo. Lakini yeye kufa sio mtu wa kwanza. Katika kata yetu kitakwimu wamekufa watu 28. Watu 12 majeruhi. Yaani ukifanya calculation unapata watu 40. Kuna kipindi nafikiri mwaka jana ilikuwa sikumbuki tarehe ngapi, waziri mwenye zamani alikuja kupitia mbunge wetu huyo ambaye sasa hivi amestaafu, Verandi Jonas, kwa sababu ya kuwatoa hawa tembo kuwaelekeza kwenye maeneo yao. Lakini wamejitahidi, lakini bado hali inakuwa mbaya zaidi. Na sisi kama viongozi tunashindwa kudoubt kwa nini mazingira yanaribika, tunaona na uhalisia ulivyo. Leo ukiangalia matukio yanatokea, sijawahi kuona kwamba serikali kuu kusema kwamba wale watu ambao wameuawa na hawa wanyama tembo, labda mtu yupo, wengine kwa wameacha wajane, labda kajengewa au kafanywa hivi. Hakuna hicho kitu. Sasa utapewa nini? Kufuta jasho. Kufuta jasho mtu anapewa milioni 1 inakaa ndani ya miaka 3 au 4. Unakuta mtu mazingira anaishi mazingira magumu. Watu tumeamua sasa hivi kuacha kulima kwa 100% tuseme au 90, kwa sababu na kipindi watu tulikuwa tunalima unakuta watu walioharibiwa na tembo zaidi ya 3,000 makazi. Serikali inalipa na pesa nyingi sana kuwalipa watu hizo kufuta jasho pasipo mafanikio. Lakini wanakuja, kuna semina nyingi wanazifanya, kuna mambo mengi wanazifanya, wanakuja watu watawa, wanakuja watu wa nini, tawili, wanakuja watu wengi kufanya mahojiano na wananchi, lakini bado nagonga mwamba kwenye jambo. Kuna mazingira magumu. Sasa sijajua nyinyi wenzetu waandishi wa habari mmekuja hili jambo mngelidadavua kwa kina ili kuona sasa wananchi tunaishi kama kweli Mtanzania, kwa sababu Watanzania wanaonekana kama tunaishi kwenye mazingira mengine wametengwa, wengine huko. Lakini mimi niko nafikiria kama waheshimiwa marais wanatusikiliza, viongozi wajua wanatusikiliza, wanatakiwa waelekeze nguvu zao sehemu kama hizi, kwa sababu hii hali imekuwa ngumu na serikali ndio baba ndio mama. Lakini pamoja na vilio hivi vyote, swali kubwa hapa linabaki kuwa ni nini sababu za mgogoro huu wa tembo kuvamia kijiji hiki? Jibu la swali hili anayo Dr. Sayuni Mariki, ambaye ni mhadhiri mwandamizi na mtafiti mbobevu wa masuala ya uhifadhi kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA mjini Morogoro. Na hapa anaeleza tabia za tembo ambazo huwatofautisha kwa kiasi kikubwa na wanyama wengine wa porini, na tabia hizo kutajwa kama sababu za tembo kuvamia mashamba ya wakulima katika maeneo yanayopakana na hifadhi hapa nchini. Asante. Kwa majina ninaitwa Sayuni Mariki, ni daktari wa filosofia, pia ni mhadhiri mwandamizi katika Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo kilichoko Morogoro, Tanzania. Ninafanya kazi kwenye idara ya uhifadhi na usimamizi wa wanyamapori, ambapo tunasema wildlife management.
Haswa mimi nimebobea zaidi kwenye masuala ya uhifadhi ndio, lakini yanayohusiana haswa na jamii, mambo ya social zaidi. Tunapozungumzia migogoro kati ya wanyamapori na watu au migongano kati ya wanyamapori na watu, tunamaanisha ni pale ambapo maslahi labda wanyamapori au ya watu yanaingiliana. Hapo ndo tunaongelea migongano au migogoro. Maslahi, unakuta wanyamapori wenyewe wanataka pengine chakula, wanataka eneo kubwa, vinjari na nini, na huku unakuta binadamu naye anataka eneo la kulima, anataka maeneo mazuri zaidi kwa kilimo, au anakaa kwenye maeneo ambayo pengine wanyama wanapita. Kwa hiyo sasa hapa ndio kunakuwa na hiyo migongano. Kwa hiyo tunapoongelea migongano ni pale maslahi ya hayo makundi mawili yanagongana au yanakutana, pale ndio kunakuwa na shida. Tunapoongelea tembo, tutamuongelea tembo kwenye upande kwanza, kwa nini tembo anaweza kahusishwa sana na kitu gani kinaweza kusababisha tembo akahusishwa sana na migogoro. Tembo anaweza kahusishwa sana na migogoro tukiangalia kwanza kwenye upande wa kimazingira. Tuangalie kwenye upande wa kimazingira tukihusisha pia na tabia ya tembo. Tutakuja kuingia kwenye tabia ya tembo baadaye, lakini kwa sasa hivi tuangalie upande wa kimazingira na mfumo wa kiikolojia. Tunapoangalia ekolojia, tunaposema ekolojia ni ile mwingiliano wa tunapoongelea ekolojia ni mwingiliano wa viumbe na mazingira. Wanavyoingiliana viumbe na mazingira. Mfano, unaangalia wanyama wanavyoingiliana na viumbe hai wengine na viumbe na vile vitu ambavyo haviko hai. Kwa Kiingereza tunaita vile ambavyo viko hai na visivyo hai. Kwa hiyo kuna huo mwingiliano. Kwa hiyo sasa tunapoangalia kimazingira, kwa nini tembo wanaweza wakawa ni changamoto? Cha kwanza umekiongelea hapo ni ile watu kuwa karibu na wanyamapori. Unakuta mtu yani bado mita 2-3 yuko hapo kajenga na shamba. Kwa hiyo lazima tu atapata shida kwenye upande cha mazingira na ekolojia. Kwa hiyo lazima atatoka kwenye eneo lake, akisikia kuna mahindi mazuri au mtu amelima matikiti, wataenda hapo. Haswa kipindi cha ukame kama hapa nyuma miezi 1-2 iliyopita kulikuwa na ukame, lazima watatoka, wataenda. Lakini pia unaweza kukuta siku za nyuma kulikuwa na historia ya hao tembo kwenda kula hilo eneo. Kwa hiyo historia pia inaweza kusababisha tembo wakaenda kula kwenye shamba la jirani, wakatoka wakaenda kusumbua watu. Lakini pia kama nilivyosema, wakati wa ukame kunakuwa hakuna maji na kunakuwa hakuna chakula, hakuna malisho. Sasa mtu kama amelima kipindi hicho, labda anamwagilia, anafanya nini, lazima tembo ataenda hapo kwenda kusumbua kwenye shamba la jirani. Unakuta wakati mwingine pia mabadiliko ya matumizi ya ardhi. Unakuta zamani eneo lilikuwa halina watu, eneo lilikuwa halilimwi, lilikuwa ni msitu au kichaka. Lakini watu wameingia, wameanza kujenga, wameanza kulima, wameanza kufanya vitu mbalimbali. Ile unakuta mnyama anatoka tu anakutana na vitu pale tayari vilishawekwa. Kwa hiyo unakuta lazima kutakuwa na shida. Lakini pia unaweza kukuta tembo anaweza katoka kwa sababu kipindi hicho mazao yameshavunwa, yani yanafikia kuvunwa au yameshakomaa. Unakuta mahindi yameshakaa vizuri au migomba imeshatoka. Unakuta mfano matikiti yako kwenye hali nzuri ile, unakuta yanamvutia tembo, anaona hichi kitu ni kitamu. Kule porini sio kama hicho. Kwa unakuta tembo anaweza akaingia huko akafanya kitu. Lakini pia kingine ni ongezeko la watu. Watu sio kama zamani. Zamani watu walikuwa ni wachache. Ukiangalia statistics au hizi sensa, idadi ya watu, tunaona watu wameongezeka sana. Ukichukua ile mwaka 68 ukiendelea mpaka mwaka tulivyofanya sensa, watu wameongezeka wakati mwingine mara 2 mara 3 zaidi. Kwa unakuta kwa sababu watu wanaongezeka, pia mahitaji yanakuwa ni mengi. Kwa hiyo wanatafuta maeneo ya kulima, maeneo ya kufugia, maeneo ya kukaa. Kwa hiyo sasa ongezeko pia la watu linaweza likachangia pia kukawa na changamoto kama hicho kijiji ambacho unakisemea. Maeneo ni mengi ambayo yanaathiriwa sana na tembo, kwa sababu tuangalie jinsi ambavyo tembo huwa anachagua njia. Vitu gani vinamfanya tembo achague njia ya kupita?
Cha kwanza, tembo kuchagua njia, anaangalia upande wa matumizi ya nguvu zake au energy requirement au energy, anaangalia nguvu. Unajua ukipanda mlima kama sisi watu wa kawaida, ukipanda mlima unachoka zaidi. Hata gari kupanda mlima linachukua mafuta au nguvu zaidi liweze kupanda mlima, na gari ikiwa bovu aliweze kupanda mlima kirahisi. Kwa hiyo hivyo tembo anaangalia, je, nikipita hii njia nitatumia energy yangu, nitatumia nguvu zangu sana. Kwa hiyo anatafuta njia ambayo ni haina milima, ni njia ambayo ni tambarare, mara nyingi haina milima mingi. Kwa hiyo anaangalia cha kwanza juu ya nguvu atakayotumia na upatikanaji wa hicho chakula anachokifuata. Kwa anaangalia nataka chakula, nataka maji. Kwa hiyo nipite wapi? Kuliko nizunguke niende mlimani, anaangalia ni njia ipi rahisi ambayo nitaenda. Kwa hiyo anapita njia tambarare. Anaenda maeneo ambayo ili kuhifadhi hiyo nguvu yake, asitumie nguvu nyingi. Hiyo ni kitu kimoja ambacho anakiangalia. Lakini pia anaangalia upatikanaji wa hicho chakula anachokifuata. Kwa sababu tembo wanatembea makundi, sisi tunajua. Wanatembea wakubwa wale, unakuta kuna watoto, kuna madume. Kwa hiyo wanaangalia tutapata chakula cha kututosha, kwa hiyo wanaangalia hivyo. Lakini pia tembo wanaangalia kitu kingine kinaitwa wanatumia ule ukumbukumbu. Tulishapitaga hii njia, tulishafanya hivi, kwa hiyo wanatumia hiyo kumbukumbu. Wanatumia kumbukumbu kuweza kujua kwamba nitapata kitu gani. Mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori nchini TAWA, ambao kimsingi ndio wenye dhamana ya kusimamia wanyamapori nchini Tanzania, kupitia wataalamu wake wanaeleza hatua zinazochukuliwa kusaidia wananchi wa Mangae na maeneo mengine yanayokumbwa na changamoto ya wanyamapori kuingia katika makazi ya watu na kusababisha vifo na uharibifu wa mazao pamoja na rasilimali zingine. Serikali kwa kushirikiana na TAWA au mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania pamoja na taasisi nyingine za uhifadhi imekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba kwanza ilianzisha mchakato wa mpango wa matumizi bora ya ardhi. Mpango huu ulianzishwa ili kuainisha maeneo mahususi na kutofautisha kwamba haya baadhi ya maeneo yatakuwa ni maeneo ya hifadhi, haya maeneo ni ya makazi, haya maeneo ni ya shughuli tofauti, labda ni viwanda na vingine. Hiyo ilikuwa sio tu kuepusha madhara kwa ajili ya wananchi na wanyamapori, lakini hata pia kwa ajili ya mipango ya maendeleo ya nchi kiujumla na utendaji. Nchi yoyote ili iweze kufanya kazi lazima kuwe na mpangilio na utaratibu. Kwa kulipokuwa na huo uanzishwaji wa mpango wa matumizi bora ya ardhi, ulikuwa ni kwa ajili ya kusaidia wananchi waweze kutambua maeneo. Kwa lakini sio hivyo tu, elimu pia. Serikali kushirikiana na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA imekuwa mstari wa mbele kuhakikisha wananchi wanapewa elimu. Kwanza kabisa wale ambao wanaishi maeneo karibu na hifadhi wanapewa elimu ya kutambua tabia za wanyama ambao wanapatikana hifadhini, madhara ambayo yanaweza kupatikana na nini cha kufanya ili kuepuka kupata madhara. Na kitu kikubwa na cha msingi zaidi na mahususi zaidi ambacho watu wanakuwa wanaaswa ni kuepuka kufanya shughuli zao maeneo karibu na hifadhi, kwa sababu wanyama hawana utashi, lakini mwanadamu ana utashi. Kwa ndio maana tunatumia muda mwingi na nafasi nyingi kuhakikisha kwamba tunawapa elimu wananchi waweze kusikia na waweze kupokea ili kuweza kuepuka madhara kwa kushirikiana na serikali. Na hata uhifadhi unaofanyika, mtu wa kwanza ambaye anataka kufaidika ni mwananchi, na yeye ndio wa muhimu. Kwa hiyo nafikiri mbinu mbalimbali ambazo serikali na inafanya, kitu cha kwanza kwa kushirikiana na TAWA, kitu cha kwanza na cha msingi ni elimu. Kama tulivyo hapa sasa hivi tumeshasema ni elimu. Tunahakikisha wananchi wanapewa elimu za kutambua, especially ambao wako karibu na maeneo ya makazi ya wanyamapori, wanapewa elimu ya kutambua wanyama walionao, shughuli gani za kufanya kuepuka kupata maafa, nini cha kuepuka. Lakini sio hivyo tu, serikali kushirikiana na TAWA au mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania pamoja na taasisi nyingine za kihifadhi tumekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha tunaunda vikundi kutoka kwa wananchi wenyewe ambavyo vinakuwa ni wanaitwa VJs au askari wa vijiji, ambao kwa sababu wao wapo karibu na maeneo ya hifadhi na wao ni wahanga wa kwanza. Endapo kuna tukio uharibifu, wao wanakuwa ni watu wa kwanza na wa haraka zaidi kutoa taarifa kwa ajili ya kwa kufikia kwa askari wetu au kufikia mamlaka zetu. Lakini sio hivyo tu, mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA kushirikiana pia na taasisi nyingine za uhifadhi zimetengeneza namba za simu au hotlines ambazo zinapatikana wakati wote.
na hii imerahisisha mawasiliano kuanzia ngazi ya chini kabisa ya kijiji, mtendaji wa kijiji, mwenyekiti, afisa wanyamapori wa wilaya, ambayo namba inapopigwa inakuwa ni rahisi kufikia wahifadhi. Endapo tayari kuna wanyama wameingia hifadhini au wametoka hifadhini wameingia kwenye vijiji, taarifa zinafika moja kwa moja kwa askari wetu, na askari wanaenda kwa ajili ya kusaidia kuokoa mali za wananchi na mashamba. Lakini sambamba na hilo, Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania TAWA kushirikiana na serikali pamoja na taasisi zingine za uhifadhi tumefanikiwa kujenga vituo vya kudumu vya askari wa wanyamapori, ambapo vimewekwa maeneo ambayo ni karibu na yale maeneo ya vijiji ambapo kumekuwa kuna taarifa za kupokea matukio ya uvamizi wa wanyamapori na waharibifu kwa mara. Kwa vituo hivyo vinakuwa vina hosti askari wetu pamoja na gari, na endapo kama ni eneo la Kilosa, labda imesikika labda kijiji fulani kuna maafa, kwa tuna askari ambao wanakuwa pale ambao wako tayari na karibu zaidi kwa ajili ya kuweza kusaidia kuokoa zile nani. Lakini kwa wananchi wa Mangae, majibu ya kitaalamu pekee hayatoshi. Wanahitaji usalama wa maisha yao, uhakika wa kilimo chao, na matumaini kwamba kesho haitaleta msiba mwingine. Mengi, unajua tena ukaa peke yako, yani maisha yamekuwa mazito sana. Utafutaji umekuwa mzito, unataka kwenda porini, kuna wadudu wengi. Yani hata kama mchana ukaenda kule porini, yani wadudu lazima ukutane nao. Hapa mpaka leo sina hata kazi. Sema kazi kabisa nguvu. Kama kazi za kawaida sawa. Mie wanaenda shamba. Sasa hivi kulima labda kidogo sana, yani hapa shida. Hata kubeba mtoto hapa sina kazi. Kubeba ndo tu nikibeba hivi, yani hapa panauma kweli, yani huwezi hata kusema nani. Tembo wamekuwa tatizo mpaka sasa. Ukiangalia mashamba mengi yamelala, yani hakufanyiwa kazi kutokana na uharibifu huo. Na pia hao tembo ni tatizo kwetu sisi binadamu tunapokwenda kufanya shughuli zetu za ujasiriamali kama kilimo na kazi zingine. Inasababisha mpaka kutuhatarishia maisha yetu. Bana, ndio maana unaona wananchi wana hali ngumu sana kimaendeleo. Kama ndio maana unakuta hapa tunanunua unga kwa bei juu. Hatuwezi kununua kilo shilingi 2000 wakati sisi wakulima. Hatuwezi kununua maharage 3500 wakati sisi tunalima. Kuna mazingira magumu, alafu fanyaje wakazama. Na ndio maana unakuta watu wengi wanakimbilia kuharibu msitu, na maana kukata mkaa na vitu vingine, kwa sababu hataishi vipi. Na sisi kama viongozi tunashindwa kudoubt kwa nini mazingira yanaharibika, tunaona na uhalisia ulivyo. Na kwa mujibu wa takwimu, barani Afrika inakadiriwa kwa zaidi ya watu 400 kila mwaka huuawa au kujeruhiwa vibaya na tembo, na takwimu hizo zikitaja nchi zilizoathirika zaidi ikiwa ni pamoja na Tanzania, Kenya, Uganda, Zimbabwe, Zambia na Botswana. Na tafiti za shirika la uhifadhi wa wanyamapori duniani WWF na IUCN zinaonyesha kwamba matukio haya yameongezeka kwa wastani wa 10% katika miaka 10 iliyopita, kutokana na ongezeko la watu wanaoishi karibu na hifadhi na kupungua kwa maeneo ya wanyamapori. Nchini Tanzania, kwa mujibu wa Wizara ya Maliasili na Utalii na ripoti za wanyamapori kutoka mamlaka za TAWA na TANAPA kwa mwaka 2023, zinaeleza kuwa kila mwaka takriban watu 60 hadi 80 hufariki kutokana na mashambulizi ya tembo. Ripoti hizo zikitaja mikoa iliyoathirika zaidi kuwa ni Morogoro, Tanga, Ruvuma, Katavi, Tabora na Manyara. Na sababu kuu ikitajwa kuwa ni tembo kutoka hifadhi za Selous, Ruaha, Mikumi, Tarangire na Katavi kuvamia mashamba na kuporomoka kwa mipaka ya hifadhi au ukosefu wa uzio wa kudumu. Tembo ni sehemu ya urithi wa taifa, lakini maisha ya watu ni ya thamani kubwa. Kwa kila mwanaume anayeuawa na tembo, kuna mjane anayesahaulika, familia inayosambaratika na jamii inayoumizwa kimya kimya. Na ni wakati sasa kwa serikali, mashirika ya kiraia na jamii kushirikiana kuzuia majanga haya kabla hajazika kizazi kingine.